Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kupatiwa kitu kitakacho kukumbusha mbali. Kubaini siri ya mtu. Kuwa na matumaini baada ya kuzungumza na mtu. Pesa kutumika kwa haraka au mambo mengi na kuisha. Kuona hali ya utofauti kwa mtu. Kupata mwaliko. Kuhisi mtu anashindwa kuyatambua majukumu yake. Neno uliloliongea wakati uliopita litajidhihirisha kwa kutimia. Nyota ya Mizani. Kuongea na mtu kwa sauti ya ukali. Kutaka kulipa kitu unachodaiwa. Utachoshwa na hali ya kusubiria kitu kwa muda mrefu. Kuhisi sauti ikikuongelesha na utaipuuzia. Utajizuia kufanya maamuzi magumu. Utaonesha hasira zako kwa watu wasiohusika. Kuchukizwa na hali ya kuzungumziwa vibaya na watu wako wa karibu. Kujua kuna mtu hataki ukaribu na wewe kwa sababu zake binafsi. Kumsingizia mtu kitu ambacho si cha kweli. Nyota ya Mapacha. Kuharakisha jambo kutendeka. Kupata nafasi uliokuwa ukisubiri kwa hamu. Kuwa na mihemko ya furaha. Kwa baadhi yenu kutarajia kupata mtoto. Kuhisi uliye naye ni sahihi kwako. Hautotaka kumwekea wasiwasi mtu uliyemwamini. Utafanya mazungumzo ya siri na mtu. Utafanikiwa kukipata kitu ulichokuwa ukikipambania. Ahadi ulioahidiwa kutimia. Kuvikumbuka ulivyovipoteza. Kuhisi hali ya maumivu. Kulia kwa kujificha. Jiandae kupokea taarifa itakayoleta furaha yako. Kuna kitu kizuri kinakaribia kwako. Mapacha. Hiki kitakuwa ni kipindi kizuri kwako. Ila baadhi yenu wapo katika hali ya ugumu na maumivu na kujihisi wakosaji. Ila tambua kila ugumu unaopitia ni sababu ya kuvuka daraja. Nyota ya Kaa. Kufungua akaunti nyingine ya kuhifadhi pesa. Kutumia jina litakalokupa umaarufu. Kusindikizwa na watu wengi sehemu au kutembea na kundi la watu wengi. Hii inakujulisha utafikia wakati mzuri utakaoufurahia. Kiuno kuuma. Kuhisi una ugonjwa wa manjano au dalili za ugonjwa fulani. Kuhisi ulikurupuka kumjibu mtu. Kuchaguliwa baadhi ya vitu vizuri kwa ajili yako. Kusitisha kitu muhimu au safari. Mabadiliko bora au ofisi mpya. Utapata kitu cha kustaajabisha. Nyota ya Samaki. Kuzoea kufanya kitu mpaka unajiona siku haijawa sawa ikiwa hujatekeleza kitu hicho. Kuhisi kitu kizuri kinakujia mbele yako. Kufungua kitu kipya. Kulipenda tabasamu la mtu au muonekano wake. Hasa uzuri wa mashavu yake yenye kubonyea. Kulala kwa kuzunguka kitanda chote. Kufikiria kitu ambacho una furaha nacho. Kuvalia vazi zuri utakalosifiwa sana. Kuthamini muda wa mtu anapokuwepo. Kujali sana. Utauguliwa na mtu wako wa karibu au umpendaye. Nyota ya Nge. Kupunguza mvutano wako na mtu. Utaelewa jinsi gani mtu atahitajika uwe naye sawa. Kusherehekea kitu. Kutumia mbinu mpya ulioelekezwa. Kupata maelezo ya kina kwa kitu. Kuongea na mtu mpaka moyo wako utashtuka. Kuhisi kupona. Kujitegemea mwenyewe zaidi baada ya njia huru na nzuri kupatikana. Utasahau kumwambia mtu kitu. Kupata nafasi ya kuonana na uliyemhitaji. Utairudisha imani yako kwa mtu. Nyota ya Punda. Kufahamu vingi hasa historia zilizojificha. Kuamua kuwa muwazi kwa jambo. Kuyaota mambo ya zamani sana. Kusisimka kila ukifika sehemu. Kulala lakini hisia zako kuelewa kinachoendelea kwa kawaida. Kutamani kupata asali mbichi au halisi kwa jambo fulani. Kutatua mgongano wa watu. Kutoa maelekezo kwa picha. Kuungua au kuchomeka sehemu ya mwili. Mtu uliyetofautiana naye atakuja kwa lengo la kujisafisha kwako.
Kuhisi mtu yu karibu na wewe kwa sababu maalum. Nyota ya Simba. Mipangilio yako itakupa furaha baada ya kuona kitu. Kutohitaji mtu wa kuhisi vibaya. Kufuata ushauri wa kidaktari. Mtu unayeheshimiana naye ana malengo mazuri na wewe. Utakuwa na hali ya kusahau. Kuhisi mpinzani wako bado anakufuatilia. Utashauriwa kitu ambacho hutokubaliana nacho. Kumtunza sana mtoto au kumpatia mahitaji bora. Kutuliza maumivu ya kichwa au misuli kwa dawa maalum. Kushukuru Mungu baada ya kuvuka mitihani. Nyota ya Mshale. Kuitaka amani na mtu. Mtu kujitokeza kukusaidia kitu ikiwa ndo unamalizia au kufikia tamati. Kuondoka sehemu ukiwa huna amani au raha. Kuhesabu kitu kwa kurudia. Utakuwa makini kwenye upande wa pesa. Ukali. Utakuwa mwenye kukaripia kitu au kuongea kwa ukali. Kutohitaji mazoea. Mtu atayaona mabadiliko kutoka kwako. Utashukuru kitu hata kama umefanyiwa kwa udogo. Mabega kuuma au kuhisi kuchoka kwa mikono. Kulala ukiwa na hasira na mtu. Kuamka ukiwa umechoka au mwenye homa ya kawaida. Utakula kitu utakachokifurahia. Pendekezo jipya litakufikia. Nyota ya Mashuke. Kuiombea heri na kuipata. Kufarijika kwa maneno ya mtu. Kuongea muda wote huku ukifanya kazi. Mtu atakuzoea kwa ucheshi wako. Mtu atahitaji umsaidie kitu kwa kuwa anajua moyo wako ni wa utoaji. Kuelewa funzo kwa haraka sana. Kuhisi vitu sana na kuwa na ukweli ndani yake. Kuwapatanisha watu. Furaha yako ni umoja. Mtu wako wa karibu atashindwa kuwa msiri wa kitu. Maumivu yako kuyaficha na kuyatatua wewe mwenyewe na kujituliza. Kumfanyia hisani aliyekufanyia wema. Kutaka kitu kwa haraka. Kuna mtu anajivunia ukaribu wako kwake. Kuhuzunishwa na jambo la mtu. Huruma yako kwa sasa utakuwa na tahadhari ya kufanya kitu. Kuhisi amani baada ya kutekeleza jambo fulani. Mtu analipia ubaya aliyokufanyia. Kupokea pongezi katika utendaji wako wa kazi. Kuhisi ubora kuwa nao. Kutambaliwa na mdudu. Kuna siri utaijua. Pia sumu mbaya kuondoka mwilini mwako. Nyota ya Ng'ombe. Kuchutama au kukaa kwa shida. Sehemu ya magoti itakuwa na shida kwako. Kuwa na shauku ya kuonana na mtu. Mtu kukupa njia bila yeye kujua katika kazi au kitu. Kumvutia mtu kwa unachokifanya. Utatamani kuyajua mengi kumhusu mtu wako wa karibu. Utapokea taarifa za mtu uliyepezana naye. Utashauriwa kutumia kitu kwa faida ya afya yako. Kuhimili jambo. Kukumbuka ufadhili wa mtu. Hautohitaji kujibizana na mtu ila utampuuza. Kurekebisha simu yako. Kuona kitu mtandaoni mara kwa mara. Kudhaminiwa. Fursa mpya au nzuri kufika karibu yako. Kuizuia homa mwilini mwako kwa nguvu yako ya ndani. Na utakuwa sawa. Kujizuia kuongea na mtu vibaya. Kufikiria maendeleo au ukuaji wa kiuchumi. Fikra zako zitakuwa na malengo ya mbali. Utajifananisha tabia yako na kiumbe mwingine. Kukosoa kitu. Kujihisi hali ya kusisimka mwilini. Kwa baadhi yenu mtakuwa wenye hali ya hasira mno. Kujihisi miguu mizito au kuuma. Kuwashwa mwili. Tarajia pesa za haraka kukufikia. Jiandae kupokea heri kubwa sana. Una miezi michache kutimia hilo. Heri inazidi kufunguka. Kila lenye heri liweze kukufikia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tambua uwepo wa mtu na faida kwako. Kuna jambo au maneno utayazingatia. Mtu kupata aibu kwa alichokifanya. Utadhamiria kitu. Macho kuwasha. Nyota ya Mbuzi. Utashindwa kujielezea kwa mtu. Utapata machozi ya karibu. Utaumizwa na maneno makali ya mtu. Kuhisi mtu ni mdanganyifu. Kufurahia uandaaji wa kitu.
kuchaguliwa kwenye nafasi fulani. Mtu kukutaja mara kwa mara ni ishara ya utetezi kwako. Kuona unaelekea kushindwa kuzivumilia tabia za mtu. Kukataa kushirikishwa jambo. Kumtegemea mtu kwa mipango mizuri anayokupatia. Utashawishika kutoa sadaka ili ufungukiwe kwenye jambo lako. Mtu kukuona huna shida au ubaya. Ila mtu anayesema maneno hayo ndiye mwenye ubaya na wewe. Kuburudika na kitu ukipendacho. Kutoa pesa zote ulizozihifadhi sehemu. Utapata ishara ya ongezeko la kitu kwenye sehemu unayoitegemea. Kuyaona maji yakimwagika. Itakujulisha utapata utosherezaji au kutosheka kwa kitu. Ikiwa utaona maji yamekata ghafla au kuisha, itakujulisha kuna jambo utashindwa kulifanikisha. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.